Huu ni mvuno wa tatu wa zao hili la yeboyebo hapa mbugani, na kama jinsi tunavyoona hapa mbele yetu, hii ni hali halisi ya matunda sasa yaliyovunwa leo hii tarehe ya 26 mwezi wa 5 2025. Tayari sasa yako tayari kuelekea sokoni. Kama jinsi tunavyoona tayari yameshafungashwa kuelekea sokoni. Ni matunda mazuri, yanapendeza kama jinsi tunavyoona. Hili ni roba la shanga moja la blue, wanaita Chadema. Huu ndio ni ujazo ambao unahitajika sokoni kwa sasa. Kwa hiyo hii ndio ni hali halisi ya mazao ambayo yanatoka mahali hapa katika shamba hili, na hapa mbele yangu naye muendea, huyu ndio ni mwalimu mtaalamu kabisa kwa shughuli hizi za kilimo katika maeneo ya hapa mbugani. Ndugu yangu, habari za leo? Ni safi kabisa. Ndio, unaonaje? Habari za huko sisi tulikotoka ni nzuri na ni njema. Habari za shughuli yako kwa jumla hapa mbugani? Nzuri kabisa. Hebu mtaalamu, watu wanatamani kujua hii kazi yako jinsi inavyoendelea. Huu ni mchumo ngapi sasa kama jinsi tunavyoangalia? Ni siku ya 3 leo. Huu ni mchumo wa 3. Haya ndio ni matunda ambayo yanaonekana katika mchumo wa 3 huu, na haya ndio ni maroba ambayo sasa yako tayari kama jinsi tunavyoona. Mtaalamu huyu hapa anayaandaa tayari kwa kusafirishwa kuelekea sokoni. Ndio mtaalamu, hii hapo ulipokalia, ni hili roba lina ujazo gani? Labda mtu akitamani kujua hili roba, tunavyozungumzia roba, kwa mfano hili lililosimama tayari limeshaandaliwa na liko tayari kusafirishwa, ni roba la ujazo gani huu? Debe 7. Ni ujazo wa debe 7. Okay. Toka umeanza mpaka sasa, huu ni mchumo, umesema kama ni wangapi? Mchumo wa 3. Ni mchumo wa 3. Na kwa madebe. Unazungumza kwamba nilianza kwa madebe. Ulianza kwa madebe. Kwa mfano mtu akikuuliza eka moja ulianza kwa kiasi gani cha mavuno ulichovuna kwa mara ya kwanza kabisa unaanza kuvuna? Nilichuma debe 4. Debe 4 katika eka moja. Sawa, niliwahi kufundisha. Ndio inaitwa kufundisha hiyo. Fundisha ya pili roba 1.5. Roba 1.5 katika eka moja hiyo hiyo. Na fundisha ya 3 hii leo tayari na roba 5 kasoro kidogo. Roba 5. Hiyo inaitwa fundisha, inaitwa sasa mavuno. Sasa hii hapa ndio kwenye wastani wakati sasa. Hiyo ni siku tunaoendea, tunaweza kusema tunaanza kuchuma sasa. Huko tunakoendea sasa tunasema tunaanza kuvuna sasa. Baada ya mchumo huu wa 3. Nakushukuru sana bwana. Kuna changamoto gani ambazo unazipitia katika shughuli yako hii? Changamoto ndogo ndogo na ni kubwa pia, uko makini kwa sababu mmea unatakiwa ulindwe na hasa ugonjwa wa mnyauko. Mgonjwa wa mnyauko. Sasa unaulindaje? Unavyoona hivi umelindwa sana na ugonjwa wa mnyauko, na ndio maana unaona mazao yanakwenda vizuri. Unalinda kwa njia gani? Kwa mishale kwa manati? Unaolinda kwa njia ya kutumia dawa za tiba. Kuna madawa kuzingatia ratiba. Dawa za tiba. Dawa za tiba. Unapiga kila baada ya siku ngapi? Ukishapiga mpigo mmoja unapiga baada ya siku 10. Kila baada ya siku 10 inabidi upige. Hii inasaidia nini? Inasaidia kabla dawa iliyoko ndani ya mmea haija expire. Ndio. Unaongeza dozi nyingine. Mambo yanaenda vizuri. Basi mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Kwa majina, labda watu wengine wangetamani kujua, maana watu tu wanasikia kwamba huyu ni mtaalamu wa bustani katika maeneo haya. Kwa majina ya kwako tafadhali, watu wangetamani sana kuyajua. Maarufu unaitwa mapikipiki. Mapikipiki. Lile jina refu lile linaitwaje lile? Na wakina mama unapoona walimekaa hapa karibu, wao ni wale ndio ambao walikuwa wanahakikisha kabisa kwamba wanayakusanya mazao haya tayari na kuhakikisha yanajiandaliwa kwenda sokoni. Basi mpenzi mtazamaji, hakika kama jinsi unavyoona, haya ni matunda yanayotoka katika shamba hili hapo mbugani, likisimamiwa na ndugu yangu Isaya Pikipiki. Isaya Pikipiki ni jina lake, sio pikipiki hizo Honda au Honda, Toyota ama Sun LG. Hiyo ni pikipiki jina.
ni Isaya pikipiki. Lakini hapa chini kuna mama huyu ambaye naye amekaa chini, amechoka kweli kweli. Labda tungeweza kumuuliza mama yangu, wewe kwa majina sijui ni nani, samani sana, wataalamu wangependa kujua umechoka sana. Ndio Margaret, naonekana umechoka sana. Ni nini ambacho hasa kimekufanya mpaka umechoka namna hii? Nimechoka Kazi tu. Ni nadhani tuliona kwenye mitandao huko, tuliona picha fulani zikirushwa kwamba ni taarifa za kutoka kwenye shamba la mbugani. Watu walikuwa wakichuma. Wewe ndio nadhani nilikuona kama ni mmoja wapo kwenye mitandao mbalimbali huko. Hebu